Sasa leo tutajifunza somo linalosema jinsi ya kupona baada ya kuachwa na mpenzi wako. Unajua inaumiza sana pale unapoachwa na mtu unayempenda, na wengine huwa wanafikia hata kukata tamaa na kupoteza matumaini. Sasa leo tutajifunza njia ambazo zinaweza kukusaidia kwa mtu ambaye umeachwa na mpenzi uliokuwa unampenda, ili uwe sawa kama ulivyokuwa zamani. Lakini nikusii usikize video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa vizuri. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Hasa kuachwa na mpenzi si jambo dogo, linaumiza moyo, linachanganya akili na mara nyingi linaweza kukuachia maswali mengi kuliko majibu. Watu wengi hujaribu kujifanya wako sawa, lakini ndani yake huwa wanakuwa wanateseka. Ukweli ni huu, kuumia baada ya kuachwa ni hali ya kawaida, na kupona ni mchakato unaohitaji muda na wala sio wa haraka. Unajua swala la mahusiano huwa linaumiza kweli, na kuna baadhi huwa wanajifanya kwamba hawajaumia, wanakuwa wanajifanya kwa baadhi ya watu kwamba yuko sawa, lakini kimwangalia kwa undani kabisa unakuta anaumia. Sasa hiyo waga sio nzuri, na ni kweli mahusiano, sasa mtu uliokuwa umekaa naye kwa muda mrefu, uliokuwa unamwamini akakuacha, huwa inaumiza kweli. Sasa wengine huwa wanatamani kuanzisha mahusiano kwa haraka ili aweze kusahau yale mambo ya nyuma, lakini hiyo inakuwa sio njia nzuri, na baadaye itakuja kupelekea hata ukaumia tena mara ya pili na ukaumia zaidi. Sasa leo tutaenda kuangalia hatua ambazo zinaweza kukusaidia, na hizi hatua zinahitaji mchakato, sio jambo ambalo unahitaji litokee kwa haraka, kwa sababu ili mtu apone kama ulivyochukua muda mrefu kwenye mahusiano, pia hata kwenye mchakato wa kupona na wenyewe unachukua muda. Usiwe na ile akili kwa kusema kwamba nataka ni ili jambo liishe haraka. Hivyo ukienda hivyo unajikuta hauwezi kumaliza tatizo, badala yake utaongeza tatizo. Sasa hatua ya kwanza kabisa, tambua na kukubali hisia zako. Hatua ya kwanza kabisa ni kukubali unachohisi. Usijilazimishe kuwa upo sawa wakati bado unaumia. Ni kawaida kuhisi huzuni, hasira, upweke, hata kujilaumu. Hisia hizi zisipokubaliwa hukaa ndani na kukuumiza zaidi baadaye. Ukikubali kuwa ndio ninaumia, tayari umeanza safari ya kupona. Kujifanya hujaumia kunachelewesha uponyaji wako. Sasa hatua ya kwanza ni kujitambua kwanza na kukubali. Na hapa ndipo watu wengi wanakosea, kwa sababu usipokubali kwamba mimi kweli nimeumia, unakuwa kama unajitengenezea sumu ndani. Kwa sababu jambo lolote kwenye maisha, sehemu zote, hata kwenye mafanikio, lazima ukubali kwanza kwamba mimi nahitaji nifanikiwe. Usipokubali, hata akili yako haiwezi kufungua njia za solution za kutatua hilo jambo. Tuchukulie hata mfano, unaenda labda kwenye daladala, ukaulizwa unaondoka au unaenda, madaladala makondakta wengi wanasemaga hivyo, ukasema siendi, hawezi kukuchukua. Kwa hata hivyo hata pia kwenye mahusiano lazima ukubali kwamba kweli mimi ninaumia au ninahisi huzuni au kweli nimeachwa na pia najisikia vibaya. Unapokubali ndio mwanzo wa kutatua changamoto yako, sababu huwezi kutatua changamoto ambayo huijui. Lazima uikubali kwanza kwamba kweli mimi nimeumia na nimeachwa. Sasa njia inayofuata sasa ni kutafuta utatuzi. Lakini usipokubali utakuwa unashindana na kile kitu, na uweze kushindana kwa sababu kimeshakupata. Lakini ukikubali, maana yake utakuwa unakikubali alafu unatafuta namna sasa ya kukishinda. Na ndio njia nzuri sana ya kuweza jambo lolote ambalo unataka kulifanikisha au unataka kulishinda, lazima kwanza ulikubali kwamba lipo, alafu utafute solution la kulitatua. Shida ya watu wengi huwa wanaficha hisia. Unakuta anasema mimi sijaumia au mimi niko sawa, lakini unakuta kwa undani anaumia zaidi. Na hata muda mwingine akiwa anaongea na watu anakuwa anaongea vizuri, anachangamka, lakini akiingia ndani analia. Sasa hiyo haiwezi kusaidia. Jambo la kwanza kabisa la kusaidia natakuwa ukubali kuwa kiukweli nimeumia na nitafute sasa solution ya kutatua hili jambo. Sasa hatua pili, jipe muda wa kupona. Watu wengi kukosea hapa, wanataka kupona haraka ili waonekane wako sawa au warudi kwenye mahusiano mapya, lakini moyo huwa hauponi kwa haraka hivyo. Kila mtu ana muda wake wa kupona. Usijilinganishe na mtu mwingine. Chukua muda wako, ruhusu mawazo yako yatulie, na elewa kuwa maumivu hayatadumu milele. Kadri unavyoipa nafsi yako muda, ndivyo unavyojijenga kwenye kupona. Sasa
Unajua kwenye issue ya kupona watu wengi wako wanapendanga sana wapone haraka ili aendelee na mambo mengine, lakini sivyo kweli. Mchukulia mfano mahusiano ambayo umeanzisha, unakuta labda umechukua labda miaka 2 au 3, alafu unataka upone kwa wiki moja. Ni ngumu, kwa sababu zile kumbukumbu, yale mambo mko mnafanya yamekaa kwenye akili yako, na muda mwingine uko umeshazoea, labda kila siku mnafanya kitu fulani, labda mnatafutana, mnasalimiana. Haiwezi kuwa rahisi hivyo, kwa lazima ujipe muda na usilinganishe na mtu mwingine, kwa sababu unakuta mahusiano na mtu mwingine labda ilikuwa wiki 3 au ya miezi 3, wewe umekaa miaka 5, unataka mfanane. Kwa kila mtu ana namna yake na mahusiano yake yalikuwaje, na namna mlivyokuwa mnaishi na huyo mtu yalikuwaje. Kwa hiyo usijilinganishe kwamba mwenzangu labda alipona haraka na mimi nitapona haraka. Hapana, na ndio kosa wengi wanakosea hapo. Hata kabla hajapona akipata mahusiano mengine anaingia. Sasa utaingia kule bado na zile hasira, huzuni, hautaendesha mahusiano vizuri, kwa sababu utakuwa na mwanzo yule mtu wa mwanzo, au huyu mwingine ambaye amekuja, utajikuta unafanya vitu kwake vya hasira, na mwisho wa siku tena mtagombana, utaumia zaidi mara ya pili. Kwa hiyo jipe muda, na muda unatofautiana, usiharakishe, kwa sababu hata mahusiano ulipoyatengeneza hayakuharakishwa hivyo. Uliapa muda, yakachukua muda mrefu, na baadaye hata kama yamekuja kuharibika, lakini pia yalikuwa na muda. Kwa hiyo hata kwenye kupona unatakiwa ujipe muda wa kupona. Lakini njia inayofuata, punguza au kata mawasiliano na ex. Hii ni ngumu, lakini ni muhimu sana. Kuendelea kuwasiliana, kuangalia mitandao yake au kusoma meseji za zamani kunafungua majeraha mapya kila siku. Unajikuta unarudia kumbukumbu badala ya kupona. Ili moyo wako upate nafasi ya kupona, ni lazima ujitenge kwa muda. Hii sio kuwa unamchukia, bali ni kujilinda kisaikolojia. Sasa hapa ndipo watu wengi wanakosea. Unakuta ameachana na mtu, lakini bado anaendelea kupitia meseji za zamani, anaendelea kuangalia picha ambazo kwenye akaunti yake labda huyo mtu ambaye ameachana naye, anaendelea kuangalia video au anaendelea kuwasiliana naye. Kwa sababu ngoja nikwambie siri moja, kwa sababu sisi akili zetu huwa zinapenda sana kuhusianisha matukio na picha. Kwa mfano mtu kimuona, unaanza kukumbuka yale matukio ya nyuma ambayo alikutendea, kwa unaumia zaidi. Kwa hiyo njia nzuri, jitenge kwa muda, kwa sababu ili upone, kwa sababu ili muda wa kupona uwe mdogo, ila pia unategemeana na namna unavyojitenga na huyo mtu aliyekuumiza au aliyekuacha. Kwa hiyo jipe muda. Unapozidi kukaa naye karibu, mnaongea, ndivyo anazidi kukuongezea maumivu zaidi. Na muda mwingine anaweza karudi akomba msamaha. Sasa wewe kwa sababu ulikuwa na maumivu makali, huwezi kumuelewa, baada yake unaanza kuumia zaidi na hali inakuwa mbaya zaidi. Sasa njia nzuri ni kujitenga kwa muda. Unaweza ukaacha kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii, muangalia kwenye status au hata kupitia message zake. Kama kuna video labda ulikuwa nazo, unaweza ukazifuta ili usiwe kabisa na ukaribu naye. Hii inakusaidia kupona na inaweza kuharakishia ukapona kwa haraka kuliko kuendelea kufuatilia kile anachokifanya. Na mara nyingi wengine huwa wanatumia mbinu hii kumuumiza mtu mwingine. Unakuta labda alikuacha, anaanza kutumia status kuweka labda mahusiano yake mengine. Kwa hiyo ukiona, kwa sababu ulikuwa unampenda, utaanza kuumia tena. Kwa hali itakuwa inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa njia nzuri ni kupunguza kabisa ukaribu na mtu ambaye mmeachana naye, ili usizidi kuumia zaidi. Na hii ni ngumu, sio rahisi, lakini inasaidia kwa kiwango kikubwa. Unapopunguza kabisa mawasiliano, itakusaidia wewe kupona na usiumie. Kwa hiyo punguza mawasiliano, punguza kufuatia katika mitandao ya kijamii. Na sasa kama mfano TikTok ina ile mfumo wa automatic. Yaani kama umemfollow mtu utakuwa unashangaa video yake imekuja automatic. Hata Instagram. Kwa hiyo hii mitandao itakuwa unashangaa, labda una scroll, unapandisha juu, unashangaa unaona video yake, labda yuko na mwanamke mwingine. Itakuumiza zaidi. Labda kwa mwanamke, labda unamwona mwanaume ameanzisha mahusiano mengine, labda mwanaume unaona mwanamke huyo ana mahusiano mengine. Kwa hiyo itakuumiza zaidi. Kwa kupunguza mawasiliano kwanza kwa muda ili upone. Ukishapona utakuwa sawa, na hata kama ikitokea lile jambo haliwezi tena kukuumiza, kwa sababu tayari umeshakuwa umeanza maisha mapya. Lakini kwa mwanzo inakuwa ni ngumu sana, na unatakiwa ujitahidi kwenye jambo hili, na wengi huwa hawawezi. Wanajiambia kwamba mimi naweza kuangalia, lakini kiukweli unaumia ndani kwa ndani. Usifiche hisia zako. Kama nilivyosema, hatua ya kwanza ni kukubali kweli unaumia, na ukubali kweli huyu mtu unavyomuona hivi naumia. Usianze kuficha, kwa sababu unapoongea mbele za watu unasema kwamba mimi siumii, lakini ukiwa mwenyewe unalalamika na kulia. Hiyo inakuwa
sio njia ya kutatua tatizo, bali unakuwa unaongeza tatizo. Lakini njia nyingine, zungumza. Usibebe mzigo peke yako. Beba maumivu kimya kimya kunachosha. Tafuta mtu unayemwamini sana, zungumza naye, sio lazima akupe solution, hata kukusikiliza tu kunapunguza uzito wa moyo. Ukizungumza unatoa sumu ya ndani. Kadri unavyofungua moyo wako wa mtu sahihi, ndivyo unapopata mwanga zaidi wa kuelewa hali yako. Sasa hii pia inasaidia. Jitahidi unakuwa unazungumza. Unapokuwa unazungumza, waka kuna sumu inatoka. Hata kama wewe mtu unayezungumza naye hakusaidii, tafuta tu mtu yote ambaye unamwamini anaweza kukusikiliza. Hata kama asipokushauri chochote, wewe zungumza naye, inakusaidia kutoa sumu. Sasa shida ni ile kwamba unakaa mwenyewe, huongei na mtu, kwa sababu ubaya, ukishakuwa na mawazo utapata stress ukishakuwa nazo zitakutengenezea hata magonjwa. Unaweza kupata vidonda vya tumbo, pressure, au hata afya yako ikazofika. Kwa hiyo zungumza na mtu, unapata amani na moyo wako unafunguka na ile sumu inatoka ndani. Kwa hiyo usikae tu mwenyewe una maumivu yako. Jitahidi tafuta mtu ambaye unamwamini, zungumza naye. Hata kama asipokusaidia chochote, wewe ongea tu. Vile unavyoongea ndivyo unazidi kuelewa hali yako, lakini pia na kupata solution na pia kupunguza sumu ambazo zinakusumbua kuhusiana na hayo mahusiano yaliyokuwa yanakuumiza. Sasa hatua inayofuata, anza kujijenga upya baada ya maumivu. Baada ya kuachwa, watu wengi hujisahau, kuacha kujitunza, kuacha kufanya vitu walivyokuwa wanapenda. Hapa ndipo unapopaswa kurudi kama zamani. Jali afya yako, usingizi wako, mwili wako, akili yako. Fanya mambo ambayo yanakufanya ujisikie furaha. Hii inajenga upya thamani yako binafsi na ukumbusha kuwa furaha yako haitegemei mtu mmoja. Sasa unajua watu wengi baada ya kuachwa na mtu ambao walikuwa wanampenda, huwa wanajisahau, wanajiachaniza, wanakuwa katika hali duni, yani wanakuwa kwenye stress kali. Sasa hicho kitu sio kizuri, kwa sababu hata yule mtu aliyokuacha akija kuona uko kwenye hali hiyo, atazidi kutengeneza mazingira ili uwe zaidi kule, kwa sababu binadamu kuna baadhi ya wengine huwa wanafurahi kuona unateseka. Na kitu kingine unachotakiwa kufurahi na kufahamu, furaha yako haitengenezwi na mtu mmoja, na furaha yako inaanza kutengenezwa na wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Kwa hiyo unapoanza kujijali, kujali muda wako, kujali mwili wako, kujali akili yako na maisha yako kwa ujumla, unaanza kuamini kumbe unaweza kufurahi bila hata kuwa na mtu mwingine, na pia thamani yako inaongezeka. Hata siku moja ukija kukutana na wewe mtu umependeza vizuri, uko sawa, ni mmoja anasema kweli nilimwacha huyo mtu kwa sababu labda nilikuwa hasira au nilikuwa sijafikiria vizuri. Lakini ukiwa kwenye hali duni au uko kwenye hali mbaya, umechoka, hujijali vizuri, afya yako imezorota, nasema kweli kumbe nilifanya maamuzi sahihi kumwacha huyo mtu. Kwa ujali afya yako kwa ujumla. Sasa hatua inayofuata, jifunze kutoka kwenye makosa yaliyopita. Baada ya kujiuliza kwa nini imetokea, jiulize nimejifunza nini? Kila mahusiano huacha funzo. Huenda kulikuwa na makosa ya pande zote au kutokuelewana. Lengo sio kujilaumu, bali ni kukua. Unapojifunza, unajitayarisha kwa mahusiano bora zaidi baadaye. Sasa kosa ambalo watu wengi wanakosea ni kuona tu mahusiano kama ni sehemu ya kuishi tu kawaida, lakini mahusiano mengi ambayo tunayapitia huwa yanakuwa kama ni funzo. Kwa sababu kwa mfano labda ulikosea kitu hichi kwa mtu huyu, unatakiwa ujifunze sasa kwa mtu mwingine usiende kukosea kile. Sasa unakuta mtu labda wa kwanza alikulalamikia labda wewe unafoka, na mtu wa pili tena akakulalamikia hivyo, hujajifunza, basi haya mahusiano hayajakusaidia. Mtu mzuri ni yule mtu anajifunza, kwa sababu tunajifunza kupitia kwenye makosa. Labda mtu wa kwanza alikulaumu kitu fulani, mtu wa pili basi asikulaumu kitu hicho, na hiyo ndio njia nzuri, kwa sababu binadamu tunaenda tunajifunza. Aliyetengeneza simu mwanzoni labda ilikuwa inaishiwa chaji labda masaa 2, baadaye akatengeneza betri la kukaa masaa 8. Ndivyo tunaenda tunajifunza hivi. Kwa hiyo hata mahusiano ya mwanzo, angalia ni sehemu gani ambayo ulikosea na ujifunze. Sio kujilaumu kwamba kwa nini nilikosea pale. Hapo utakuwa ujifunze. Angalia makosa hata kama ni ya upande wa pili, angalia sasa ni sehemu gani ambayo unaweza kuyarekebisha na ujifunze. Kama labda mtu wa kwanza labda ulikuwa naye na mtu wa pili walilalamikia jambo moja, mkaa chini jiulize, kwa nini watu wote ambao wanakuwa nao kwenye mahusiano wanasema jambo hili? Basi hilo jambo litakuwa ni tatizo kweli kwako, utakuwa ulibadilishe na ujifunze. Sio kujiuliza kwa nini imetokea.
jiulize, ninaweza kujifunza nini kwenye mahusiano haya yaliyopita. Kwa mfano labda ulijiachaniza, labda ulikuwa ujali maisha yako, basi mahusiano unaofuata basi nayo jijali sasa na maisha yako binafsi. Hivyo ndio kujifunza. Sasa hatua inayofuata, anza safari ya kuendelea na maisha. Kuendelea haimaanishi kusahau mara moja, inamaanisha kuamua kutobaki pale pale. Anza kuweka malengo yako mapya, ndoto mpya na mwelekeo mpya wa maisha. Hatua ndogo ndogo kila siku ndizo zinazojenga nguvu mpya ya moyo. Polepole utaanza kujiona tena kama mtu wa kawaida, si mtu aliyepoteza kitu. Sasa kwa sababu mwanzo ulikuwa na ndoto ambazo mlikuwa pamoja na mwenzako au mpenzi wako, sasa hivi mmeshaachana. Anza kutengeneza malengo yako binafsi, ndoto zako mpya, kwa sababu mwanzo mlikuwa na ndoto za watu wawili, labda kujenga familia moja. Hasa kuangalia ndoto zako mpya sasa. Lakini pia fanya mambo madogo madogo ambayo yanaweza kujenga kila siku na kuboresha. Kwa sababu mwanzo mlikuwa wawili, mnaamua wawili, basi sasa hivi mmebakia mwenyewe, utakuwa anza kujijenga sasa wewe ili kutengeneza furaha yako na amani yako. Na hii itakuletea amani na itakusaidia kupona zaidi, kwa sababu utaanza kuamini kwamba kumbe naweza nikaendelea na maisha mengine, na mimi kumbe naweza nikafanya kitu fulani. Kwa hiyo sio kwamba mahusiano yale ya nyuma ya kupoteza kabisa, yani usahau kwamba kuna maisha mengine ya mbeleni. Anza kuendeleza maisha yako. Kama yale mambo yaliisha nyuma, basi inabidi uanze maisha mengine ya kutengeneza ndoto zako mpya, malengo yako mapya, lakini pia na hatua ndogo ndogo ambazo zinaweza kujenga kila siku kuelekea kwenye mafanikio yako. Sasa kuachwa kweli kunauma, lakini hakumaanishi mwisho wa thamani yako wala mwisho wa furaha yako. Ni sehemu ya safari ya maisha. Ukijipa muda wa kupona, kujitunza na kujifunza, utatoka kwenye maumivu ukiwa mtu mwenye nguvu zaidi. Kumbuka, kuachwa sio mwisho wa safari yako. Mbele bado kuna fursa mpya za furaha na upendo. Unajua kosa watu wengi wanaoamini kwamba unapoachwa na mtu kwamba huwezi kupata mtu kama yule, kwa sababu kama uliweza kumpata, maana yake na mtu mwingine atakuja kupenda hivyo hivyo pia na mtafurahi pamoja. Kosa ni kuanza kuwaza kwamba huyu nikimkosa sitapata mwingine kama huyu. Huwa ni uongo. Kwani ule wa mwanzo ulimpataje? Na yeye ulimpata hivyo. Kwa hiyo kosa kubwa ni ile kwamba kuamini kwamba kuachwa ndio mwisho wa maisha yako. Hapana, kuna maisha mengine yanaendelea, utapata mtu mwingine atakupenda na atakuthamini na utaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo kikubwa ni kujijali, kujifunza na kujitunza. Utakuwa umeacha ile mahusiano ya nyuma ukiwa na nguvu kubwa zaidi. Hata kama ukiingia kwenye mahusiano mengine, basi utakuwa umekomaa kiakili, lakini pia utakuwa umejifunza vitu vingi ambavyo hutaruhusu pia kwenye mahusiano haya vikusumbue. Hata kama vikitokea kwa mtu mwingine pia yeye alikuwa hajajifunza hivyo, utamfundisha wewe kama atakuwa tayari kufundishwa. Lakini kama atakuwa tayari kufundishwa, basi wewe utaangalia namna ya kumsaidia. Kwa hiyo lengo la mahusiano, kama kwa mfano umeachwa na mwenzako, ni kujifunza sehemu ambapo umekosea, lakini pia na kujijali. Usisahau kujijali, kujitunza na kuamini kuwa mahusiano sio mwisho wa maisha. Unaweza kupata mtu mwingine akakupenda na kujali. Hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo imekugusa zaidi. Lakini kama una swali lolote unaweza kucomment sehemu ya comment section. Asante sana kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Please like, share and subscribe.